Watu wengi wamekuwa wanachanganya sana concept ya TIN number ya kawaida na TIN number ya makampuni. Katika video hii nataka nikuelekeze ni kwa namna gani hivi vitu ni tofauti na kwa jinsi gani unaweza ukapata TIN number ya kampuni. Kwenye video iliyopita nilieleza ni kwa jinsi gani mtu unaweza ukafanya registration ya TIN number kwa ajili ya malengo tofauti tofauti, kwa ajili ya huduma za mtu binafsi. Sasa katika video hii nimelenga kukufundisha ni vitu gani unatakiwa kuwa navyo ili uweze kupata TIN number ya kampuni. TIN number ni namba ya mlipa kodi. Kwa hiyo kisheria, kwa sheria ya makampuni, kampuni inatambulika kama nafsi kisheria. Kwa sasa kampuni nayo inakuwa na haki ya kuwa na TIN number kwa sababu inakuwa inatakiwa ilipe kodi. Na kama unataka kujifunza mambo mengi kuhusiana na registration ya business kama vile makampuni, jinsi ya kufanya registration ya vitu vingi online, subscribe channel hii, like, comment na kushare ili kusudi uendelee kuwa karibu zaidi pale utakapokuwa tukikuwekea video nyingi. Sasa kama umeshafanya registration ya kampuni au bado hujafanya registration ya kampuni, video hii ni muhimu sana kwako kwa sababu inaenda kukuonyesha njia au kutatua changamoto ya hali unayopitia inapokuja kwenye swala la kampuni, usajili wa kampuni pamoja na kupata registration ya TIN number. Kwenye video zilizopita nimeeleza ni kwa namna gani unaweza ukafanya registration ya kampuni kwa haraka na bila kuwa na usumbufu wowote ule. Lakini kama tayari umeshafanya registration ya kampuni na una kampuni changa haijapata TIN number, video hii inakuhusu moja kwa moja. Kama unataka kufanya registration ya TIN number, vitu hivi viandae ili kusudi kuondoa usumbufu wakati wa kuomba TIN number. Kitu cha kwanza, unapoanza kufanya mchakato wa kupata TIN number ya kampuni, ni vizuri kwanza ujue umuhimu wa TIN number kwenye biashara yako ya kampuni. Biashara ya kampuni inahitaji TIN number kwa sababu hauwezi ukapata leseni ya biashara kama hauna TIN number, hauwezi ukapata account ya benki kama hauna TIN number ya kampuni, lakini pia hauwezi ukafanya biashara kisheria kama kampuni yako bado haijapata TIN number ya kampuni. Lakini pia itakusaidia wewe kupata access ya kufanyiwa makadirio ya kila mwezi, wiki na kadhalika. Kwa video hii ni muhimu sana kwa wewe ambaye tayari umeshafungua kampuni lakini bado haujapata TIN number ya kampuni yako. Kuna vitu vichache natakiwa uviandae ili kusudi uweze kupata TIN number ya kampuni. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya, kwanza lazima uwe na company registration certificate, kwamba lazima kampuni yako hiyo imesajiliwa na BRELA, imekamilika na imeshapewa certificate of registration. Certificate of registration inakuwa na namba ya kampuni ambayo namba hii itaunganishwa moja kwa moja na mfumo wa TRA ili kusudi wewe upate TIN number ya kampuni yako na uendelee na shughuli zote za kibiashara kuanzia TRA mpaka benki. Kitu cha pili utakachokiandaa ni vyeti vya TIN number vya wakurugenzi wa kampuni hiyo. Kwa kampuni kama itakuwa na wakurugenzi wawili au mmoja, lazima uandae certificate of TIN number. Kwa ile TIN number ya mkurugenzi lazima uiandae ili kusudi uende nayo TRA kwa ajili ya kupata TIN number ya kampuni yako. Inatakiwa uandae pia vitambulisho kitambulisho cha NIDA au passport au leseni ya udereva ya mkurugenzi. Lakini NIDA ndio favorite sana kwa sababu itakurahisishia maswali mengine ambayo hayakuwa na msingi. Kwa hiyo ukiwa na NIDA mambo yatakuwa ni rahisi zaidi. Kwa hiyo unatakiwa uandae kitambulisho chako cha NIDA kama wewe ni mkurugenzi, au kama kampuni na wakurugenzi zaidi ya mmoja inatakiwa muandae vitambulisho vyenu vya NIDA mvitoe kopi, lakini pia uwe na passport size ya wakurugenzi. Kwa kama kampuni na wakurugenzi wawili wote wanatakiwa muandae passport size. Baada ya kuwa umeandaa certificate ya kampuni, umeandaa certificate za TIN number za wakurugenzi na umeandaa vitambulisho pamoja na passport, basi kitu kinachofuata inatakiwa uwe na appointment letter ya mshauri wa kodi. Kwa hiyo mshauri wa kodi huyu ndo atakaye kusaidia wewe kufanya makadirio ya kila mwezi, kampuni yako inaendeleaje, kuifanyia auditing na vitu vingine ambavyo ni vya msingi. Kwa hiyo TRA watakuomba uende na appointment letter kutoka kwa mshauri wako wa kodi. Lakini pia inatakiwa yeye approve kwamba amekupokea na ameshaanza mchakato wa kufanya shughuli za kampuni yako. Pia unatakiwa uandae mkataba wa pango au hati ya umiliki. Kwa hii ni hati ya umiliki au mkataba wa pango, sehemu ambapo ofisi ya kampuni yenu ilipo. Kwa sasa kama mmepanga chumba labda kwa ajili ya ofisi, labda kinagharimiwa labda Laki3 kwa mwaka, inatakiwa mwende na mkataba wa pango. Kwa mkifika pale mtasubmit pia mkataba wa pango huu, unatakiwa uwe umegongwa muhuri wa mwanasheria, na baada ya hapo utakuwa na risiti ya EFD ili kusudi kuonyesha kwamba mmeshalipia malipo ya TRA ambayo ni 10%. Sasa hii inategemeana ni kwamba kama mmepanga chumba kwa ajili ya ofisi ya kampuni, mtaenda na mkataba uliogongwa muhuri. Lakini wengine wanamiliki kwamba kampuni inamiliki eneo hilo, kwa hiyo unatakiwa uende na hati ya umiliki
wa ofisi hiyo ambayo sasa inakuwa inatumiwa na kampuni. Kwa hiyo mtaenda na hiyo na baadaye mtakadiriwa, ambayo sasa inatakiwa kuilipia 10% ya ile kodi. Kama umepanga labda kwa mwaka mnalipa 300,000, basi inatakiwa uende na mkataba wa pango ambao sasa utalipia 10% ya ile kodi. Kwa kama ni 300,000 kwa mwaka, utalipia 30,000 kwa mwaka. Na kitu kingine cha kuandaa ni barua ya utambulisho kutoka serikali za mtaa, ambapo sasa inaweza kaandikwa na mtendaji wa serikali za mtaa au ikaandikwa na mwenyekiti wa serikali za mtaa. Lakini sasa hapo kuna kuaga na option mbili. Kuna wengine ambao huwa wanaandika moja kwa moja kwamba anakuwa ni mwenyekiti au mtendaji wa mtaa anaandika barua ambayo inatambulisha kampuni yako sehemu husika na unaenda kuisubmit TRA, au inakuwa ni form kutoka TRA inakuja inajazwa na mwenyekiti, anagonga muhuri, baadaye inapelekwa TRA kwa ajili ya kushughulikia TIN namba ya kampuni yako. Na kitu cha mwisho ambacho ni muhimu sana wewe kukiandaa na hauwezi ukakiruka kwa namna yoyote ni hiki ambacho naenda kukwambia sasa hivi. Hii ndio inaonyesha ninyi mnafanya shughuli gani, ninyi mnajihusisha na vitu gani, kampuni ina mtaji wa kiasi gani, lakini pia wanahisa ni wangapi. Hii kitu ni document muhimu sana ya kampuni ambayo inaitwa MEMAT. MEMAT ni kifupi cha Memorandum and Association of a Company. Kwa sasa hii ni katiba ya kampuni ambayo inaonyesha shughuli zote zinazofanywa na kampuni katika usajili huo. Sasa lazima usubmit kitabu hii document ni muhimu sana. Lazima uisubmit, na baada ya kuisubmit basi TRA wataanza kufanyia kazi ombi lako la TIN number, na baada ya hapo TIN number itatoka. Baada ya kuwa TIN number ya kampuni imeshatoka, ndo unaweza ukaendelea na mchakato mwingine wa kibiashara. Kwa mfano sasa unaweza ukaomba leseni ya biashara ukapata, lakini kwa makampuni nimeeleza vizuri ni kwa namna gani kampuni zinaweza zikajipatia leseni kwa namna rahisi. Leseni zipo za aina mbili, kuna leseni A na kuna leseni B. Kwa wale ambao wanahitaji leseni za kufanya biashara katika sura ya kitaifa, kwamba labda unafanya biashara mkoa mmoja na unataka kufanya biashara kwenye mkoa mwingine, basi nilieleza vizuri kwenye video iliyopita inayohusiana na jinsi gani unaweza ukapata leseni ya biashara. Lakini kwa namna gani unaweza ukapata leseni B kwenye halmashauri yako au sehemu yoyote, kwenye video zilizopita nimeeleza ni kwa jinsi gani ambavyo watu wa makampuni wanaweza pia wakapata leseni online bila kwenda kwenye ofisi za biashara, na mambo yakawa ni rahisi kabisa. Asante kwa kuangalia video hii, lakini kama utakuwa umependa na umefurahia somo hili, usisahau kulike video hii. Kama utakuwa na swali au comment yoyote kuhusiana na hiki tulichokiangalia hapa kuhusiana na TIN namba ya kampuni, basi toa maoni yako sehemu ya comment, ili nikipita niweze kuona ni sehemu gani tu improve, ni sehemu gani tuongeze, ili kusudi tupate uelewa pamoja. Na tutakutana kwenye video inayofuata, kwa sababu nimeandaa program rahisi ambayo itakusaidia wewe kujua vitu vya msingi kwenye masuala ya usajili wa kampuni pamoja na TIN namba ya kampuni.